pamoja na ufukara niliokuwa nao, lakini Mungu alinipa zawadi. Zawadi ya mke mwema. Kuna jambo kidogo nilikuwa nataka tuzungumze tu. Nimejitahidi kufikiria tu mwenyewe. Kama ikiwezekana, mke wangu, naongea hivi ni sio kwamba labda napenda, lakini mimi sistahili. Mimi sistahili. Kwa naomba kama kuna uwezekano kutafuta mwanaume mwingine tu ambaye atakuwa na pesa, mwanaume ambaye atafanya uzuri wako uonekane zaidi. Natamani kukuona ukiwa katika ule uzuri wako wenyewe. Sasa kifupi, mimi naona kama mimi nakufuja tu, yani mimi kama nakufuja, yani hivyo, yani nitakiwa upate mwanaume mwenye hela zake, at least anakuhudumia na kukupa kitu unachokitaka, uishi bila stress, upate unachokitaka, uwe na maisha mazuri ambayo yanaendana na wewe mwenyewe jinsi ulivyo. Mimi kama sio saizi yako, yani siendani na wewe. Mume wangu, mbona unaongea maneno makali? Sikia nikwambie, mimi najua hali yako toka unanioa, na nilikupenda hivyo hivyo. Alafu sichokijua, mimi sijakupendea pesa, sijakupendea mali. Mimi nilichofuata kwako ni upendo tu. Nimeshindwa kuilinda. Unadhani hii itakuwa salama kwetu? Kitopetope, mpaka sasa niko tayari kukabiliana na chochote kile kitakachotokea mbele yangu, ili mradi familia yangu iishi maisha mazuri. Au wewe unafurahia kuishi maisha haya? Napenda sana mke wangu. Natamani na siku moja aje kuishi maisha mazuri kama wengine. Kwa hiyo unasemaje? Tutaendelea kusubiri? Ingekuwa amri yangu, angalau tungerudi hatua moja nyuma. Kitopetope, ili iweje? Najua hiso jambo rahisi sana. Maana yangu nataka tutafakari kwa kina. Kitopetope, mimi nadhani kwa upande wangu siko tayari kusubiri hii hali. Wahaya wanasema enough, inatosha kwa mimi. Sawa.
Kwa nini sasa? Eti Grace, kwa nini? Mama, nimemtafuta kila sehemu hata simuoni. Umeangalia sehemu zote? Yaani kila sehemu hadi chumbani kwake. Cha ajabu nimekuta simu tu pale, mwenyewe hayupo. Sasa atakuwa ameenda wapi? Na umetoka wapi? Kaka Luba, ulienda wapi? Tunakutafuta muda wote hatukuoni. Kaka Luba, si tunakuuliza wewe jamani. Cha ajabu simu umeacha ndani. Tunakupigia simu hadi basi. Nimekumisi sana. Nimemisi tabasamu lako. Nimemisi mapenzi yako. Kama ningeweza, ningewaamuru wakati urudi nyuma, ili nirekebishe makosa yote ambayo leo yananipa maumivu. Na kwa nini uliniua? hata kama nikisema chochote haitosaidia. Kitu pekee ninachoweza kufanya ni kukuomba msamaha. Kitopetope, utapata tabu sana kwenye hii dunia. Kuna kitu hakiko sawa. Alafu huyu mwanangu wa kiume sijajua anaitwa nani hivi. Luba,
kuna vitu anavichimba. Na atatuletea matatizo. Kuwa naye makini sana. Sawa. Ukishakutana na kitupetope hivi karibuni? Hapana, ni muda mrefu sijaonana naye. Hujakutana naye? Sawa. Ila zingatia haswa kile nilichokwambia. Sawa? Mama, uso muda kukaa kimya tena. Maana kinachoendelea huko mtaani ni aibu. Tunasemwa sana. Hasa sisi tunaotoka kwenda kuhangaika huko nje tunanyoshewa vidole mno mamangu. Sasa ni muda wa kulimaliza, lakini hatuwezi kulimaliza bila kujua chanzo ni nini. Nakuomba mamangu tafadhali. Hebu niambie ni siri gani ambayo unaificha ambayo inapelekea aibu kwenye familia? Luba, nimekuambia sielewi chochote. Sielewi chochote. Hivi mama, hili jambo utaendelea kuweka siri mpaka lini? Hivi unajua siku tunakotembea mama inafikia tu mpaka unashikana na mtu kwa sababu ya vidole ambavyo anakuonyesha. Hivi mama unajua sisi tunasemwa sana. Hivi mama unajua kwamba hii familia huko nje ina historia chafu sana. Mamangu, hebu basi niambie, hebu jaribu wewe kuokoa tufiche hata hizi aibu zetu basi tujue jinsi gani tunalimaliza mamangu. Kwa sababu kinachoendelea ni aibu. Yaani mama ni aibu kiasi kwamba mpaka mtu unashindwa kuvumilia huko mtaani mama. Hebu sema basi tulimalize hili jambo mama. Luba, sina cha kukujibu. Kama itaendelea kuwa siri hivi, mimi sina budi kuikimbia hii aibu. Mama, nitakuachia nyumba wewe nao wanao wengine muendelee kuishi. Ila mimi nitashindwa kabisa kuvumilia. Nitaondoka kwenye hii nyumba. Na nataka kuelekea nitajua mimi mwenyewe. Sababu ni hiyo tu au kuna jingine? Utajua muda ukifika. Nilikuwa naulizia kwa Mama Luba. Unapokutana na mtu mzima, anza kutoa kwanza salamu kabla ya kuuliza swali. Sawa. Shikamoo blaza. Sio umri wa kakako, bali ni umri wa babako. Kwa Mama Luba. Ni upoje wa mama? Kusema kweli mama mwenyewe sijawahi kumuona. Ila mimi nimeelekezwa tu. Ila kumfahamu bado sijamfahamu. Hata mimi mwenyewe simfahamu. Jaribu kuulizia mbele ya safari unapoelekea. Sawa, shukrani. Sawa. Labda ulizie mbele huko. Poa, hamna shida.
Mr. Solomon. Naam. Nimetafakari kwa kina. Ile jambo niko tayari. Kitopetope. Safi sana. Huo ndo wanaume. Sasa mganga alisema twende na picha za watu tunawapenda. Picha. Naam. Za nini? Kiukweli mimi mwenyewe hata sijui. Ila amesema hakutakuwa na kafara yoyote. Okay. Sasa mimi mtu pekee nayempenda ni mke wangu. Sasa sijui kama picha yake itafaa au la. Hiyo safi sana. Safi sana. Kwa sababu hajasema ni nani. Ila tu unampenda. Basi hilo halina shida. Kwa bila shaka nawe pia utapeleka ya mkeo. Basi ndio nayempenda. Hapana. Hapana. Nitampeleka mtoto wangu wa kwanza ambaye ni Ruba. Ameshindwa kukuelewa. Sasa kwa nini hata usimpeleke yule binti yako Tamari? Ndio mtoto wa kike peke yake. Bila shaka ndio utakuwa unampenda sana kuliko hata huyo Ruba. Hapana. Kati ya watoto wangu wote kipenda roho ni Ruba. Nitampeleka huyo. Okay. Sasa hii dunia, kwa nini wakati mwingine inakuwa mliacha kufanya? Inawezekana ya kwangu ilikuwa muhimu zaidi. Mambo yanaendelea kuharibika kwa mtaani, afu sisi ndio tunasemwa. Sawa. Wewe unafikiri mama ni kitu gani ambacho anakificha kila siku ambacho sisi hatupaswi kujua? Asa kaka, nikuulize swali. Unavyozani hivi unavyojaa, unavyopanic namna hiyo ndio utapata solution ya haya matatizo? Mimi na imani ipo siku mama atatuambia ukweli. Lakini haina haja kukoloma. Haina haja kugombana naye. Watu ache waongee, wataongea watachoka. Huwezi kuzuia watu kuongea. Tamari, sijakataa mama ni mtu mzima, lakini sisi ni watu wazima pia. Kama tulikuwa tunafichwa tukiwa wadogo, lakini tushakuwa, tunapaswa tujue ni siri gani ambayo ipo kwenye familia yetu. Ili hata mwisho wa siku tusije tukafanya makosa pasipo kujua. Umeona? Ilibidi haya mambo inabidi sisi tuyamalize. Tushakuwa watu wazima, sawa? Lakini hatuwezi kuyamaliza bila kujua chanzo ni nini. Okay, sisi ndio tunamaanika mtaani, tunasemwa, tunaongeleka, afu tunaongelewa mambo ambayo hatuyajui kwamba yani inachanganya Tamari, inachanganya. Why afiche? Kaka, usizani hata mimi nimekaa hivi kimya kwamba analizika na haya mambo yanayoendelea. Hata mimi ananichosha na natamani kujua nini anaficha. Lakini haina haja kugombana naye. Kwanza tunamshushia heshima. Tunavozozana naye kila siku nini maana yake? Afule ni mtu mzima, kumbuka, na ni mama yetu. Inawezekana kwa sasa yuko tayari lakini atatuambia. Tamari, mimi sioni sababu ya mama kukaa kimya. Na wala usilaumu mimi kufoka, kwa sababu tushakaa naye chini mara nyingi kuweza kujaribu kumuuliza kistaarabu. Hasemi. Wewe unafikiri ni njia gani ambayo tunaweza tukaitumia mama akasema? Mimi nimekuelewa kaka. Lakini naomba tu shusha pumzi zako, shusha jazba. Tuwe tunaongea na mama kiukarimu, tuongee naye kwa utaratibu, na ikishindikana hata tumtafutie mtu mzima. Lakini sio kuzozana naye, kukoloma kama hivyo. Angalia ulivyokuja umejaa namna hiyo. Tunatengeneza, tunabomoa. Subira. Tamari, subira. Tunasubiri mpaka lini? Tuna muda mrefu tunamlazimisha kusema hichi kitu hataki kusema. Okay, tuendelee kusubiri mpaka lini? Mpaka hajatokea matatizo makubwa zaidi? Siwezi kukaa kimya na nitaliongea mpaka mama aseme nini anachokificha. Sasa unaenda wapi kaka?
We Luba. Luba. Haya makubwa tena. Ni nini hii mama ananificha? Na kwa nini kila nikimuuliza anabadilika uso na kuonekana ni mtu mwenye wasiwasi? Anaogopa nini? Au ni kweli watu wanavyosema familia yetu ina siri chafu? Sio kweli. Ni lazima nijue hata kama itaniumiza. Hicho unachokitaka hakiwezi kuwa rahisi. Siri yako itakuwa na gharama kitopetope. Haiwezi kuwa siri kila siku. Wewe ni kama kioo kilichovunjika, na ukiendelea kuchimba chimba utavunja kila kitu. Unafikiri mama anaweza kuweka aibu mbele ya mtoto wake? Eh? Eh? Unajua mimi kuna kitu kinanichanganya sana. Yaani sielewi na majibu sipati. Yaani kila nikifikiria sipati majibu. Na mama ndo hataki kabisa kuongea chochote. Inaonekana kuna kitu anatuficha. Tena hicho kitu ni muhimu sana. Hivi unajua kwa nini huaga nakuwa mkali kwa mama? Kwa sababu umri uliofikia sio wa kutuficha kila kitu. Sisi tushakuwa watu wazima sasa hivi. Lakini cha ajabu kuna vitu vingi ambavyo vinaendelea mtaani vinavyohusiana na familia yetu na mama hataki kuweka wazi. Ili jambo hata mwenyewe limeniumiza sana. Japo ni muda mrefu lakini bado linaumiza kwa sababu yani kuna vitu ambavyo vinaendelea ukiachana na hicho kitu. Sasa sijajua kama sababu inaweza ikawa na hivyo. Lakini hapo kaa ukijua kuna mtoto ambaye mama anaona anamzungumzia sana. Lakini hata siku moja kusema kutuambie japo mtoto yuko wapi. Au yeye mwenyewe kufanya process labda kumtafuta. Hakuna. Hicho ndo kinachonichanganya zaidi. Kwa sababu huyo mtoto saizi inaonekana atakuwa mkubwa. Lakini sijui yuko wapi, anaishi na nani, anaishi vipi sijui. Na sioni mama kufanya lolote labda kumtafuta, sijui yani sielewi nini kimejificha hapa kati. Mama yupo ni mtu mzima. Lakini mimi ndo mwanaume pekee ambaye mwisho wa siku nitabaki kama msimamizi wa familia. Kwa hiyo sasa nitajua nini nafanya mpaka mama aseme ukweli. Kwa sababu mwisho wa siku yanaendelea mtaani, sisi ndo watu ambao tunaweza tukayamaliza. Lakini hatuwezi kuyamaliza kama hatujui chanzo ni nini.
Mimi nitajua jinsi gani nafanya, jinsi gani naongea na mama mpaka aseme kweli. Tutajulikana tu. Yaani nitafurahi sana nikijua hayo mambo. Haijalishi atakuwa ni mazuri au mabaya, lakini kuliko ni kukaa kwenye taharuki namna hii. Yaani kwa kweli ananichosha. Sijui anaficha nini. Na kama hamna tatizo, kwa nini yule mtoto amtafuti? Haya, mimi nakuachia wewe sana. Ngoja nikapeke zangu hali uko ndani. Sawa, mimi nakaa kimya hapa najaribu kutafakari, lakini itajulikana tu. Umesema ndo kupika nini? Ubwabwa. Ni sana nyie bwana, mnazidisha miwali kila siku. Fanyeni hata siku moja moja hata dona basi. Mchele wangu po jikoni hapa naenda kumkuta sasa. Tutafanyaje sasa na nyie ndo wapishi? Shikamoo mama. Sijambo. Samahani, naomba kuuliza. Auliza. Hivi hapa ndo kwa mama yake na Luba? Ndio hapa. Uko shida gani? Walezi wangu wameniambia kwa ukifika kwa mama Luba ndo umefika nyumbani. Walezi wako? Wewe ni nani? Mimi naitwa Soso. Soso? Odi. Kitope tope. Karibu. Asante sana. Karibu. Asante. Karibu. Samahani sana Kitope tope. Nimekuja hapa kuna vitu sivielewi. Na imani wewe kuna vitu unavifahamu kwa sababu upo karibu sana na familia yetu toka sisi wadogo. Kwa hiyo nimekuja hapa nahitaji uniambie. Hivi nyi watoto mna nini na mimi? Kakako Ruba kila siku naye ananisumbua, anataka kujua ukweli. Sikizeni niwaambie. Kitu mnachokitafuta kipo nyumbani kwenu wenyewe. Maanisha huo ukweli mnaotaka kujua, mtaujua huko nyumbani kwenu na si kwangu mimi. Si mnanielewa? Kama mama yenu angekuwa amekufa, basi mimi ningefungua mdomo wangu kuambia. Lakini kwa sababu yuko hai, yeye ndo ana jukumu hilo. Samahani sana. Mama tulishajaribu kuongea naye, lakini hataki kutuambia chochote. Nimekuja hapa nahitaji msaada wako. Na sina sehemu yoyote ambayo unaweza kwenda kuomba hili swala. Na kuomba Kitope tope. Niko chini ya miguu yako. Naomba msaada wako. Cha kukusaidia mimi ni hiki. Nenda mkazidi kumbembeleza. Atawaambia. Na kama atashindwa, basi mimi nitakuja kumlazimisha. Umeelewa? Basi haya, mimi naenda. Toto mbona wanataka kuniumiza akili.
Soso ndugu yangu, nini shida? Mbona upo kwenye hali hii? Unajua hata sisi unatunyima amani. Siwezi kuwa sawa kwa sasa. Hadi nitakapopata majibu yangu yote nilomuuliza mama. Kwa sababu mama kila swali nitakalomuuliza anipi jibu kwa wakati, anaishia tu kuniambia kwa nitakujibu, au aseme kwamba hivyo vitu vishapitwa na wakati, havileti maana yoyote. Nawezaje kuwa sawa sasa kwa hali? Sikiza nikwambie, haya mambo yataenda ataisha tu, hakuna siri. Na usitegemee kama utakaa milele bila kujua hicho kitu ambacho mama anaficha. Hata sisi wenyewe mundani wote tunatamani kujua nini anaficha. Unanielewa? Haina haja kukaa hivyo, una amani. Tulikuwa tunaangalia wote TV ndani, lakini umetoka. Najua umeenda dukani, kumbe umekuja kukaa hapa. Mimi sipendi uwe kwenye hali kama hiyo. Okay, sawa. Itakuwa sawa. Lakini ili jambo mimi linaniumiza sana. Nahisi nitakuja kuwa sawa kabisa pale ambapo nitapewa tu majibu yangu yote. Natakuja kujua ukweli wote nini ambao mama anaficha. Ukisema hivyo nakosea. Unajua si mundani tunaishi kama ndugu, tunapendana kabisa. Sasa kwa nini unataka kuelewa? Mimi nakuahidi atakwambia tu. Yaani atasema. Ila usitaki kuforce. Mpe nafasi ataongea. Huwezi kujua kwa nini anataka kuongea kwa sasa. Okay, sawa. Mimi niko sawa, sijali. Nimekumisi sana mke wangu. Ni muda mrefu jaja kunitembelea. Usijali mume wangu. Sasa hivi sitokutupa tena. Nitakuwa nakuja kukutembelea kila wakati. Naona wewe bado umebaki na ubinti wako ule ule. Lakini mimi nazidi kuzeeka kila siku. Mume wangu, dunia iliyokupo mimi sasa hivi ni tofauti mlokupo nyinyi. Nafurahi hata hivyo kukuona. Ila bado hali yangu ni mbaya sana. Pole sana. Pamoja na jitihada zako zote za kutafuta mafanikio, lakini bado unaendelea kuwa maskini. Binadamu ni wasaliti sana. Na sijui itakuwa hivi mpaka lini. Lakini hiko sio kilichonileta mimi hapa leo. Kuna kazi nataka nikupe. Kazi gani?
kuna kijana anaitwa Soso. Nataka umuue. Tena mbona bado unanipa kazi za hatari? Okay, sawa. Labda nikuulize swali. Kwa nini? Wewe fanya kwanza hiyo kazi. Ukimaliza ndo nitakwambia kwa nini. Soso. Wewe ni nani? Na umejuaje jina langu? Maana mimi mgeni kwenye mtaa. Umekuwa sana. Sikutegemea kama utakuwa kwa kiasi hicho. Okay, sawa. Kusaidia nini? Muda bado. Ukifika nitakutafuta. Karibu. Kuna mgeni humu ndani. Na kuna kitu nalificha. Hakuna kitu ninachokuficha. Na uhakika? Na uhakika ndio. Mwanangu, nasikia leo asubuhi ulitoka, ulienda wapi? Leo nimetoka ila sijaenda mbali sana. Nimeenda tu mtaa pili hapo. Nilienda kunyosha tu miguu. Sasa nisikilize. Usitoke nje. Kaa humu ndani. Unachokitaka niambie, mimi mama yako nitakuletea. Sijajua sababu hasa unafanya hadi unamkataza nisitoke ndani. Kwani kuna shida gani mama? Usitake kujua.
Wewe fuata ninavyokuambia mimi mama yako. Usitoke nje. Okay, sawa. Alafu mama, kuna kitu nataka nikwambie. Leo nilipotoka, nilipoenda mtaani huko, kuna mtu nimekutana naye. Alafu ule mtu yani alivyoniona tu aliniita kabisa kwa jina langu. Alafu mimi simjui. Sasa sijajua amejuaje jina langu. Koje wewe? Ni mkaka fulani hivi mrefu. Alafu ana mandevu hivi. Sawa, afa akitembea hivi mguu wake mmoja kama anachechemea fulani. Sasa nisikilize mwanangu. Na ndio maana nikakwambia hivi usitoke humu ndani. Wewe kaa humu ndani. Yaani usitoke nje ya geti. Wewe unachokihitaji niambie mimi mama yako nitakuletea. Umesikia? Sawa. Ndio hivyo shoga yangu, maana nimeumwa, nimepata homa hiyo. Yaani nilijua mimi leo nitakuwa bado nimelazwa. Lakini namshukuru Mungu baada ya kupata sindano. Sasa hivi nimepona, yaani yaani hivyo hivyo unavyoongea ndio nilivyokuwa najisikia. Haya bwana shoga yangu, ila nimekumisi Salma wewe. Yaani nimekumisi. Haya bwana. Ila nimekumisi shoga yangu Salma, nimekumisi. Yaani siku ya kukuona sasa nitafanyaje? Sister. Haya shoga yangu, siku mwema, nitakupigia kesho asubuhi, tutapiga sana story. Naongea na kakangu kidogo hapa. Haya poa eh? Haya, niambie kakangu mie. Bwana mimi nahisi kuna mambo yako sawa. Umekucha sasa. Vitu gani hivi? Leo bwana nimetoka. Nilikuwa nimeenda mtaani hapo. Nilikuwa tu natembea zangu yani nanyosha miguu. Lakini sasa kwenye pita zangu hivi ikawa kuna mtu nimekutana naye. Mtu? Au sasa isitoshe mtu mwenyewe yani nahisi kama sio ananijua, maana alivyoniona tu aliniita kabisa jina langu. Mimi sijajua sasa kwa kanijuaje. Huyo alokuita jina lako ni nani? Ikiwa wewe hapa una muda mrefu. Majirani wenyewe hawakujui, tunaikufahamu ni sisi tu ndani. Ndo hapo sasa. Hebu subiri kwanza. Huyo mtu yupoje? Yaani mtu mwenyewe ni mkaka fulani hivi mrefu sawa. Alafu ana mandevu ndevu mu. Unaona, afa akitembea pia mguu mmoja kama anachechemea fulani hivi. Si mguu wake mbovu ule. Alikwambiaje? Aliniita tu nikamwambia wewe nani? Hana kitu zaidi alichoongea, ila akasema kwamba nimekuwa sijui. Hivyo nikanambia nimekuwa, alafu akasema muda bado kama sikosea hivyo. Nikamwambia muda bado. Sasa sijui ni muda gani. Muda bado? Mbona vitu ambavyo vinachanganya sana. Ila nimejaribu kuongea na mama pia. Sawa. Ila mama mwenyewe hamna jibu, yani hamna kitu zaidi alichoniambia. Zaidi ya kusema kwamba wewe yani usitoke huko ndani, niendelee tu kubaki hapa ndani. Niendelee kubaki tu huko ndani. Doubt. Usitoke nje. Ila nisikilize kakangu.
kwa kipindi hichi ambacho tunapitia, ningeomba sana umsikilize mama, kwa sababu kuna vitu vingi sana ambavyo vinaendelea tuvifahamu. Sio mimi, sio wewe wala kaka Luba. Laiti kama tungekuwa tunafahamu, tungejua tunakusaidiaje. Lakini kusema ukweli, yani hali inachanganya sana. Naomba sana umsikilize mama. Kwa hata kwa sema na mimi niendelee kubaki tu hapa ndani, si ndio? Naelewa ni swala gumu sana kwa kukaa ndani, hata kama ningekupo mimi nisingeweza. Lakini kwa ukweli, kutokana na hali iliyopo, hatuelewi nini kinaendelea au nini kilitokea nyuma. Kwa hiyo ninachokuomba ufuate huo ushauri. Kama kutakuwa na shida yote uniambie. Tusije tukaforce ukatoka nje alafu ukapata madhara. Hatuwezi kujua nini kinaendelea, na yeye ni mtu mzima. Kwa hiyo naomba sana unisikilize. Naomba umsikilize mama. Kwa kipindi hiki uvumilie, tupe muda. Naamini ipo siku mama ataongea tu ukweli. Lakini tumpe nafasi. Lakini mimi ni bora tu, yani naona angenambia hata kuwa shida ni kitu fulani hivi na hivi. Sawa, mimi ningeelewa. Lakini sio tu kubaki. Hebu sikiliza kakangu. Sisi tuko nyuma yako. Unaelewa? Tuko nyuma yako na tuko bega kwa bega na wewe. Ila ninachokuomba hapa sasa hizi nenda kwanza ukale. Haya mambo mengine tutaendelea. Nenda kale. Pale mbaki wewe peke yako ujala. Okay, sawa. Umeshakula? Si tushakula wote. Baki wewe tu pale. Samahani mganga. Nimeelekezwa na rafiki yangu nije hapa. Maana nina matatizo kwenye familia yangu. Hasa mama yangu, kuna mambo hayaendi sawa kabisa. Na sijui anatuficha nini. Naomba unisaidie. Nahitaji sana msaada wako. Kukaya huko, kukaya kuna maneno kukaya huko, kukaya kuna maneno kukaya huko, kukaya kuna maneno kukaya huko, kukaya kuna maneno. Binti, naomba mkono wako wa kushoto. Pindua nigee upande wa kiganja. Binti, unaitwa nani? Tamari. Unaitwa Tamari. Toa mkono wako binti. Binti, tatizo la familia yenu limetapakaa uchawi. Uchawi mkubwa sana ndio wanaotesa katika familia yenu, na hakuna kengine zaidi ya uchawi binti. Kukaya huko, kukaya kuna maneno kukaya huko, kukaya kuna maneno kukaya huko, kukaya kuna maneno kukaya huko, kukaya kuna maneno. Tamari binti mdogo, hakuna ninachokiona zaidi ya hicho tu. Tamari, familia yenu imetapaka uchawi mkubwa sana. Tamari binti mdogo katika familia.
kijana, nimekuja hapa kwa swala moja. Nimekuja kukuona. Nimekuja kukuona. Achana na haya mambo. Narudia tena, achana na hili swala. Ukiendelea nitakupoteza. Narudia tena, ukiendelea nitakupoteza, kwa sababu uko nje ya hili jambo. Umeanza lini tabia ya kwenda kwa mganga? Mama, mimi sijaenda kwa mganga. Usirudie tena kwenda kwa mganga. Umenielewa? Nimemwona Soso. Amekuwa sana. Sikutegemea kama atakuwa kwa kiasi hicho. Soso, umewezaje kumjua Soso ikiwa mdogo wangu ni mgeni hapa mtaani? Juzi tu ndo amekuja. Navaa vizuri. Napendeza. Nakula vizuri. Nimesoma shule za gharama. Shangaza, ushawahi kujiuliza hana kazi
mama yako anatoa wapi pesa? Mama wa kambo bila baba, Kimi anawalea vizuri watoto wake. Ganga, nimekuja sasa hizi. Nimekuja kwa ajili ya yule rafiki yangu ndio muelekeza hapa. Sasa sijui kimetokea nini. Wewe umenichanganya, unajua umezingua. Ulichokifanya wala sijakipenda Zuena. Zuena, umeniletea mteja wa ajabu sana Zuena. Nilikuwa nakusubiri kwa hamu sana Zuena. Umeniletea sawa wateja wengi, lakini sio kwa mteja huyu wa juzi. Huyu mteja, kilichonitokea hapo wala usingeongea chochote Zuena. Zuena, umezingua sana Zuena. Lakini mbona mimi nimeona tu ana shida, ndio maana nikaja kumleta kwako ili uweze kumsaidia, kwa sababu umenisaidia vitu vingi sana. Kwa nini yani hata hicho tu kidogo ambacho amekuja kukuambia? Sijui, lakini shida ni Zuena, kwa hiyo mimi ndo mtu wa misaada. Sijaandika hapa natoa misaada, nimesema natibu. Zuena, tena toka Zuena. Zuena, toka. Nimekwambia toka Zuena, cheki mwili wake Zuena. Usijali mume wangu. Sasa hivi sitokutupa tena. Nitakuwa nakuja kukutembelea kila wakati. Kuna kijana anaitwa Soso. Nataka Vipi? Bado unahitaji utajiri? Sema kilichokuleta. Najua hujajabu. Bado unaona maarifa yale yale. Ila ni vizuri ukaendelea kukaa kimya. Maana ukinyanyua mdomo wako utakuponza. Tayari nimeshachagua njia yangu. Nitaifuata hiyo njia. Wala hakuna mtu akunipa amri tena. Vizuri. Umechagua njia ile kwa sahihi. Sawa. Jambo jema.
Kwa nini tusimuue? Kinachoendelea sasa sio masiara tena. Hii ni issue serious. Kitu gani kaka? Siku ile mimi nilikuwa nimelala hapo ndani. Nikaanza kusikia mawenge, maluweluwe nikiwa usingizini lakini. Ile nimekuja kuistuka. Nikasikia kama kuna visauti fulani hivi nje huko ambavyo sio vya kawaida. Nikasikia kama watu wanawanga, sio kama wanafanya nini. Mimi kabidi niamke nikiwa na wasiwasi. Nimetoka huko nyuma nakuja nachungulia hapo. Naona yaani hivi kuja kuchungulia tu, sijaona kiuhalisia nini kinaendelea. Nikasikia kama kuna kitu kimenipiga. Ile nakuja kustuka ndo nikajikuta niko juu ya mti. Juu ya mti? Juu ya mti ni ndoto au inakuwaje yani juu ya mti? Haiwezi kuwa ndoto. Hivi unakumbuka siku ile nimewakuta hapo umesimama na mama mnaniuliza natokea wapi? Siku ile nilikuwa nimeshtuka niko juu ya mti. Kaka, mbona unanitisha sasa? Inatisha. Alafu kuna kitu ambacho kinazidi kunitia wasiwasi zaidi. Nini hicho? Nilikutana na kitopetope juzi kati. Kuna vitu aliniambia vinafikirisha na nashindwa kupata jibu. Kuna swali aliniambia hivi, unajua mama yako anafanya kazi gani? Hapo kaka. Ila swala hata mimi nilikuwa nalifikiria sana. Na nilitamani labda wewe unajua pengine mama anafanya kazi gani. Maana katika maisha yangu toka nakuwa sijai kumwona kisuka mtu, sijai kuona kiuza nyanya wala kiuza chochote kile. Lakini tunakula, tunavaa, mahitaji yote yanapatikana. Hela anapata wapi? Yaani hili tukilifumbia macho. Leza likaa na madhara. Lakini naona hata kama tukilifuatilia sana leza likaa na madhara. Lakini anyway. Ngoja tuendelee kumbana mama ili tujue kitu gani ambacho anakijua kuhusiana na hili. Yaani sio wakati wa kunyamaza kimya kabisa. Kinachonishangaza, wewe umenijuaje mimi? Unaonesha wewe ni mtu wa karibu sana kwenye familia yetu. Asa, kuna kitu naomba unisaidie. Kitu cha zamani na kipya. Bila shaka kipya kitakuwa na thamani zaidi. Anyways, tusizunguke sana. Wacha nikupeleke kwenye pointi moja kwa moja. Kiukweli hatukuweza kuvumilia maumivu. Ilikuwa ngumu sana. Umaskini unakatisha tamaa. Umaskini unafanya mtu kuwa dhaifu. Mimi na Solomon tulifanya jambo ili kuweza kujikwamua na hii hali. Lakini baba yeye anakuweza kujua mwanzo ama mwisho wa tamaa za kibinadamu. Nadhani umewaambia maagizo yangu.
Ndio nishawaambia. Kamata hili panga. Shika! Fuma macho na ukite msufuria. Someone. Na. Kina. Mimi sijui. Sasa ujui vipi na ndo leo nileta. Sasa wewe mbona bado maskini sasa? Nilimpenda sana mke wangu, na kila nilichofanya nilifanya kwa sababu yake. Tope tope. Tope tope. Pole sana. Sikutarajia kabisa kama
Tope. Tafadhali sana. Naomba nisamehe mimi. Pamoja na wewe tulitokea. Mimi ndugu yangu na rafiki yangu sana. Nikuombe. Uwe karibu na familia yako. Sikiliza. Mimi na wewe rafiki hamna tena. Nilikupenda sana kama rafiki yangu na nikakuheshimu, nikakupa nafasi ya karibu, na mengi tulishauriana mazuri. Kwa ulichonitendea, naomba mimi na wewe tuishi hapa. Tope. Naomba uangalie familia. Wewe ni rafiki yangu wa damu. Tafadhali. Lengo la kutafuta utajiri ilikuwa nimpe yeye maisha mazuri. Sasa yalishakufa. Mimi utajiri wa kazi gani? Na mimi ndiye nilisababisha kifo chake. Samahani. Unaweza kanipa picha ya mke wako nione? Huyo ndio mke wangu mimi. Isura songe. Alafu huyu mtu huwa ananitokeaga mara kwa mara. Una hakika ndo mke wako kweli? Huyo sio mke wako na wala pia sio kivuli cha mke wako. Huyu ni jini tu anayetumia sura yake ili wewe kukuadaa. Kuna kitu umenielewesha sasa. Mani kwa nashangaa. Kiwango aje kwa katili kiasi hicho. Sasa kwa nini yeye alikuwa ananipa majukumu mazito? Wanangu, nimewaita hapa ili kuambia ukweli. Lete hiyo picha. Lete picha. Hapana. Siwezi kumua mtoto wangu. Mke wangu, kwa nini hukuniambia kama kuna haya? Kwani wewe hukumwambia masharti yangu? Hukumwambia masharti niliyokupa? Nimekutoa tu hiyo picha. Mpe hiyo picha. Tulia, siwezi. Haitokee niwe mtoto wangu. Nampenda Ruba. Kwa huko tayari kufa wewe? Na kuuliza huko tayari kufa wewe? Kama itawezekana afanye hivyo. Sawa. Na imani tumekubaliana wote. Wewe ndiye utaikufa. Wewe ndiye utakaye kufa.
Sasa sawa mganga. Niko tayari kufa mimi. Familia yangu ishi kitajiri. Nipe mkono wako. Tangula mama, tangula mama, tangula mama, tangula mama, tangula mama, tangula, tangula mama, tangula, tangula mama, tangula, tangula mama, tangula. Mke wangu, nitakufa. Niko tayari kumwaga damu hapa. Familia yangu ishi kitajiri. Naomba usije kaizulumu wala kuiragai familia yangu. Tumeelewana? Nitakufa hapa na damu yangu nitaimwaga hapa. Familia yangu ishi kitajiri. Naomba usije kaizulumu. Sasa mnaweza mkaenda, ila hauna muda, utakufa. Nenda mama, nenda. 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 Nenda baba, nenda. 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 Mimi naondoka ili muwe huru, na kuondoka kwangu mie amani ipatikane wanangu. Usiseme hivyo mama. Mimi sina mama mwingine ambaye namtambua zaidi yako. Kwa sababu hata ukisema hujatuzaa, lakini mapenzi uliyotuonyesha ni makubwa sana. Yaani malezi uliyotulea sisi, sidhani kama kuna tofauti na malezi wanayopata wale watu ambao wanaishi na mama zao wazazi. Leo tuache mama kweli? Tunawezaje kujiongoza? Hapana mama. Usiondoke. Bado tunakuhitaji. Hapana mwanangu, ni lazima niondoke ili kila kitu kiishe, muishi kwa amani. Mama, sawa, nimekubali. Ila naomba basi hata ukiondoka, ondoka na mimi tu, kwa sababu bado mimi mdogo, sijakuwa. Ya. Kwanza kabisa ningependa kukuomba samahani kwa niaba ya familia. Kwa sababu tunaelewa yote uliyopitia yamesababishwa na familia yetu. Kwanza naomba tusamehe kwa hiyo. Lakini pili, baada ya sisi kujua ukweli, mama ameshaondoka pale nyumbani. Kwa sasa tumebaki watoto tu.
kwa sababu wewe ni rafiki wa karibu sana na baba. Tumependekeza tuje tukuombe uwe msimamizi wetu. Na maanisha uwe ndo baba wa familia ile kwa sasa. Sisi tumebaki watoto pala, hatuna uwezo wa kujiendesha wenyewe. Na hisi kuna vitu vingi sana vya ujana zaidi tutavifanya. Ila naamini wewe kwa utu uzima wako na ulimfahamu baba vizuri, na hadi tunapata utu uzima tunaelewa wewe ni rafiki wa baba. Kwa hiyo hatakuwa na chaguo lingine zaidi ya kuja kukuomba tu ili msimamizi wa familia. Tunaomba tukubalie. Najua ni mengi yamepita, lakini wewe ni mtu mzima, usharuhusu mengine ya kupita yapite. Ni rahisi sana kukunjua moyo wako na kukubali aliyopo tuweze kuendeleza. Tafadhali, naomba sana tukubalie ombi letu. Kweli kilichokuwa ni mwanzo hakikosi kuwa na mwisho. Sawa, wakati mwingine mtu anapokuwa nyumbani katika mjana akiona tu ile safari ishachoka. Kuna namna. Ni vyema kuiacha safari yapita na tukaanza mambo mapya. Nikiri tu, kuna kipindi nilimchukia sana baadaye. Nilimchukia sana, lakini ni kwa bado sijui. Seme tu, karibuni sana. Ni mwenyewe pia niko peke yangu, nafikiri nyinyi mtanipa faraja sasa. Nashukuru sana kwa kutufanyia.